kutokubali na kutojaliwa. Hayo mawili Mwenyezi Mungu ametuambia kuwa ni adhabu. Nini na nini? Njaa na upungufu wa mimea na matunda. Anasema Mwenyezi Mungu, kwa nini amewaadhibu kwa miaka ya njaa mingi na mapungufu ya matunda? La'allahum yadhakkarun, la'allahum yadhakkarun, la'allahum yadhakkarun, ili wao Firauni na watu wake ili wapate kukumbuka. Ili wapate nini? Kukumbuka kuwa tumemkosea Mwenyezi Mungu. Tumemkosea Mwenyezi Mungu nini? Tuliomkosea Mwenyezi Mungu tujirekebishe, ili hali yetu irudi katika hali ya shibe, ili hali yetu irudi katika hali ya mavuno mengi. Lakini mwanadamu au wanadamu waliozama katika maasi, kumkumbuka Mwenyezi Mungu wanayo. Wanadamu waliozama katika kujitenga mbali na Mwenyezi Mungu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu wanayo. Hali ya kuwa hayo Mwenyezi Mungu amelete ili wanadamu, ili wao yadhakkarun, wakumbuke kuwa wamemwasi Mwenyezi Mungu, warudi na Mwenyezi Mungu arudishe hali yao kuwa katika hali nzuri. Fa idha ja'atuhumul hasana qalu lana hadhi. Hao watu wa Firauni na Firauni, idha ja'atuhumul hasana, mema yakiwafikia, mazuri yakiwafikia, shibe ikiwafikia, mengi ya mavuno ikiwafikia, wanasema nini? Qalu, wanasema lana hadhi, lana hadhi, haya yamekuja kwa ajili yetu, kwa ajili ya maarifa yetu, kwa ajili ya ujanja wetu, kwa ajili ya akili yetu, kwa ajili ya nguvu zetu, kwa ajili ya uwerevu wetu, kwa ajili ya uheshimiwa wetu. Mema yakiwafikia, asema yamekuja hayo mema, si kwa sababu nyingine, ni kwa ajili ya uzuri wao. Wa in tusibuhum sayyi'atan yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Wa in tusibuhum sayyi'a, na maovu yakiwajia, mabaya yakiwashika, kama hiyo ya njaa, ni kama hiyo mapungufu ya mimea na mengineyo, maovu yakiwashika, yatayaru bi Musa, wananasibisha huo ukorofi, wanapeleka huo ukorofi kwa Musa. Musa ndio ametuletea ukorofi huo. Batal kalam sukumon mungkin fogurde Musa yajibilena. Seme kan digomon mungkin dagiri tena, menegi tena, maseme tena, magua tena. Unaona hali ya kiukafiri, hali ya kiupingaji amri ya Mwenyezi Mungu. Watu wapingaji Mwenyezi Mungu, sifa zao ndivyo hivyo. Sifa zao namna gani? Qal fa idha ja'atuhumul hasana, mema yakiwaijia, mema ikiwafikia, qalu lana hadhi, wanasema mema hayo yametufikia kwa ajili yetu, kwa ajili ya uwerevu wetu,
kwa ajili ya maarifa zetu, au kwa ajili ya elimu zetu, au kwa ajili ya senti zetu, au kwa ajili ya pesa zetu, au kwa ajili ya mashilingi zetu. Ndio mema yametufikia. Wa in tusibuhum sayyi'atun, na watu waovu mabaya yakiwafika hawa kundi la Musa, kundi la Firaun, yatajaru bi Musa, mabaya yakiwafika, mabaya yakiwashika, yatajaru, wananasibisha huo ukorofi, wananasibisha huo nini, huo ukorofi au huo kisirani. Hiyo kisirani wananasibisha kwa Musa. Kwa Musa ndio ametuletea hiyo kisirani, na Musa ndio ametuletea nini, huo ukorofi. Wameghafilika. Ala wazindukane. Adatu tambihi wastiqadhi min ghaflatin. Ala wazindukane kutokana na nini? Na ghafla waliomo ndani yake. Ala wakutuke kutokana na nini? Kutokana na huo uzembe waliomo ndani yake. Ala wazindukane kutokana na nini? Na huo usingizi waliomo ndani yake. Wazindukane. Kisirani si ya Musa, ukorofi si wa Musa. Ala wazindukane, wajue innama ta'iruhum, hakika bila shaka si jambo jinginelo, ukorofi wao, kisirani yao, inda Allah, inda Allah, inda Allah, imetokamana na kudra yake Mwenyezi Mungu, imetokamana na uwezo wake Mwenyezi Mungu, imetokamana na irada yake Mwenyezi Mungu. Musa hana lake jambo, Haruni hana lake jambo, ila ni kutumwa tu. Lakini ukorofi wao, uasi wao ndio uliowaletea ukorofi, uasi wao ndio uliowaletea nini? Kisirani. Uliowaletea nini? Kisirani. Walakinna aktharahum la ya'lamun, walakinna aktharahum la ya'lamun, walakinna aktharahum la ya'lamun. Anasema Mwenyezi Mungu, walakinna, lakini, aktharahum, wengi wao hao watu wa Firaun, na Firaun mwenyewe, wengi hao watu kundi lake Firaun na Firaun mwenyewe, wengi wao la ya'lamuna, hawajui. Kujua hisabu ni kitu gani, kujua fraction ni kitu gani, kujua algebra kitu gani, kujua geometry ni kitu gani. Kinachotakikana kijulikanwe hapa haq wa qawluhu al-haq, kinachotakikana kijulikanwe ukweli, ndicho kinachotakikana kijulikanwe na watu, kifahamike na watu, kifuatwe na watu. Watu pasina watu hawana utu, watu pasina watu hawana ubinadamu, watu pasina watu hawana hakika ya ubinadamu. Walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui haki iliko, hawaoni haki iliko. Wamejitia uziwi wa kutosikia haki, wamejitia upofu wa kutoona haki, wamejitia upupu wa kutoweza kusema haki. Walakin aktharahum la ya'lamun,
wengi wao hawajui. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Ona ukorofi hapa, ona ujambazi hapa, ona ukaidi hapa. Wakalu, walisema kina nani? Firauni na watu wake, Firauni na watu wake, Firauni na kundi lake. Kalu, walisema mahma tatina bihi, chochote utakachokuja nacho, min ayatin, miongoni mwa ayat au miongoni mwa isharat au miongoni mwa hoja na ubainifu, chochote miongoni mwa ishara na ubainifu utakayokuja nacho kwetu sie, min ayatin litasharana biha, ili upate kuturoga nayo. Chochote utakachokuja nacho ewe Musa kwetu miongoni mwa ishara, ili uje uturoge nacho, litasharana biha, ili upate kuja kuturoga nacho. Fama nahnu laka bimu'minin, fama nahnu laka bimu'minin, fama nahnu laka bimu'minin, sisi hatutakuamini, sisi hatutakuamini, sisi hatutakuamini. Unaona, wakafiri wale wazuri, wakafiri wale wazuri, uzuri wao nini? Walimwambia Musa wazi, walimwambia nini? Hatutakuamini. Wakafiri wale wazuri, uzuri wao ni nini? Walimwambia Musa wazi kuwa hatutakuamini. Fama nahnu laka bimu'minina. Wakafiri wale, wakafiri wazuri, kwa nini? Uzuri wao, walimwambia Musa hatutakuamini. Ukafiri mambo leo. Mnasemaje ukafiri wa mambo leo? Naam. Watu wa Firauni, kundi la Firauni pamoja na Firauni, walimwambia Musa, Musa ni nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Musa ni nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Katumwa na nani? Katumwa na Mola Mungu Rabbul Alamin. Walimwambia nini? Wakalu, wamesema watu wa Firauni na Firauni mwenyewe, mahma tatina bihi min ayatin, yote miongoni mwa ishara utakayokuja nayo, litasharana biha, ili uje uturoge nayo, fama nahnu laka bimu'minin, hatutakuamini wewe. Wasipomwamini Musa, hawana imani na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wasipomwamini Musa, hawana imani na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana yake hatutaki kuweka vya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Hatutaki kuweka vya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Sasa mizani ya Qur'an, mimi, wewe na sisi, tusiwe namna hiyo. Tusiwe namna hiyo, tuwaidhike, tusikie hiyo maneno kwa usikizi wa wenye kukubali. Tusikie hiyo maneno kwa usikizi wa wenye kukubali. Tusikie hiyo maneno kwa usikizi wa wenye kukubali. Tumwambie mtume wetu kuwa tumesikia na tumekutii na tunakufuata. Na kufuata. Aya, watu wa namna hao watakosa kuadhibiwa. Watu wanamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, hatutakuamini. Lete utakayolete,
lakini sisi hatutakuamini. Watu wa namna hawa ni watu wa kutoadhibiwa, ni watu wa kuadhibiwa, watu wanastahili kuadhibiwa kwa wafanya upenzi, wafanya makosa. Waliposema hivyo, ona adhabu nyingine inakuja. fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qammal والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Adabu nyingine alipokusema vile walioyasema kama ulivyosikia Mola katika Qur'ani, walimwambia Musa, waliomwambia adhabu nyingine inakuja. Adhabu gani? fa arsalna alaihim tufan, anasema Mwenyezi Mungu, hao watu tulituma kwao tufani, mfuriko. Tulituma kwao nini? Mfuriko. Mfuriko ni janga? Mfuriko ni mkasa? Mfuriko ni nature? Mfuriko ni jambo la kitabia? Hapana. Mwenyezi Mungu asema, walipo sema vile, arsalna ilayhi, tulituma kwao at-tufan, mfuriko tulipeleka kwao. Arsalna alaihim al-matar ashadid, tulipeleka kwao mvua kubwa. Hata amu fihi wakadu yuhlikun, ndio wameogelea juu yake na walikaribia wote kutoweka, kuangamia. Qala Ibn Abbas amesema at-tufan kathratu al-amtar al-mughriqatu al-mutlifatu lizuru'i wa thimar. Tufan ni wingi wa mvua, na mvua unaoangamiza mimea na matunda na mengine yote. Tuliwatumia tufani. Tuliwatumia nini? Tufani. Kama hayo yanayojiri sasa katika ulimwengu, katika dunia hii, mambo kama haya yanapita. Tufani, mfuriko tuliwapelekea. Isitoshe mfuriko wal jarada. Unaona jeshi lake Mwenyezi Mungu, jeshi lake Mwenyezi Mungu kwanza ni nini? Mfuriko. Mvua ni jeshi yake Mwenyezi Mungu. Mvua ni jeshi lake Mwenyezi Mungu, isiyo na haja ya instruments, iron instruments. Mvua ni jeshi lake Mwenyezi Mungu, isiyo na haja ya matumizi ya chochote kilichotegezwa. Waljarada, jeshi la pili lililotumwa kwao, tulitumwa kwao nini? Nzige. Mnajua kazi ya nzige nini? Nimekuja kuzaliwa nyinyi, hamkuona nzige ilipokuwa ikija Nairobi hii. Nzige ilikuwa ikija Nairobi hii, inaziba jua Nairobi, inakuwa kiza. Inakuwa kiza. Kila kitu green. Kwisha. Inabadilika. Kila kitu green. Kwa inabadilika. Nzige ilikuwa ikifika wakati wa saa 8, saa 9 namna hii, ndio kawaida ya nzige. Pale pote kwa kiza. Teremka, kila green. Kila green Kenya hii watamaliza. Kufika asubuhi
miti haina majani hata hapana. Haya, hiyo ni janga, hilo ni mkasa, hiyo ni nature, si nature, adhabu. Mzungu ameita nini? Mwenyezi Mungu mwenyewe ameita ni adhabu. Sasa mimi nije niite janga, mimi nije niite mkasa, mimi nije niite nature, shauri yangu niweke jina la kupendeza wanadamu. Hayo ni majina ya kuwapendeza nani? Wanadamu. Lakini Mwenyezi Mungu adhabu ameleta nini? Nzige wakala kila kilicho na rangi ya kijani kibichi, ukamaliza yale ambayo maji yameotesha, mfuriko umeotesha, yaliyosalisa wameyamaliza yote nzige. Nzige hawa wa arsalna alaihim kadhalika aljaran faakala zuruahum wa thimarahum hatta akala thiyabahum. Salam. Nzige hawa walikula majani yote, mimea yote, hata nzige wakaanza kula nguo zao walizozivaa. Akala thiyabahum, kwa mujibu wa kitabu, hata nguo zao walizokuwa wamezivaa nzige wameingilia. Nzige wameingilia. Baada ya jana alileta nini nyingine? Walqamma. Qamma hawa wandugu wangu wanaita susu, ni dudu inayotoboa mbegu ya mahindi au choroko au basi. Inaitwa nini Kiswahili? Wanaita Scania siku hizi. Scania. Ndugu anaita susu. Mwenyezi Mungu amelete hawa wadudu kuja kutoboa mbegu. Kwa sababu gani? Nani ajuaye? Isirudi kumea tena. Jazakallah khair, kumbe una akili. Hawa wadudu wanakuja, ile kiini cha mbegu ndio wanatoboa, wanaiharibu. Hata ikipandwa bure haimei. Mahindi yote namna ile, kila kitu namna ile. Ona, hata ndogo hiyo. Mvua, tizama mvua. Mfuriko umeosha out kila kinachomea. Ona nzige kimekuja kikaondosha kila kilicho green. Ona sasa wajanja wamefikiri tunazo mbegu. Sawa sawa, potelea mbali, wacha mvua ipeleke tu ile iliyopeleka, na wacha nzige ile iliyoila. Tunazo nini? Store mbegu, tutazipanda. Nendeni mkaone mbegu namna gani. Mwenyezi Mungu amemwaga jeshi katika mbegu yake. Unaona? Yote adhabu ya watu gani? Adhabu ya watu waasi. Adhabu ya watu waasi. Ona, Mwenyezi Mungu anafanya, analifanya kwa takdiri, uwezo wake, pasina huyu mwanadamu mwenye akili kuhisi, pasina huyu mwanadamu mwenye maarifa kutambua, pasina huyu mwanadamu mwenye nguvu kuweza kujisaidia. Kuweza nini? Kujisaidia. Leo hii kuna organization ya Desert Locust ya kutaka kuangamizwa nzige. Pigwa na ndege. Pigwa na ndege, pigwa na nini na nini na nini na nini, lakini viumbe vya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Watamaliza? Hawezi.
shauri yao. Lakini hivyo Mwenyezi Mungu alilete kama alivyolete arsala alayhim tufan, mfuriko, waljarada na nzige, walqumma, nao madudu hiyo kama huyo bwana amesema Scania inayotoboa mbegu. Qumma yenyewe inaweza ikasemwa vile vile qumma ni chawa, gomul, akaweka hakuna mwasi asiye na chawa. Especially chawa. Usifikiri chawa ovyo hawa wakubanduka huyu kwenda kwa mwingine. Nimekuja kwa jina lako. Booked. Nimekuja kwako. Utafanyaje? Ukikuta upande unakula utakaa kazi yako kwa kujikuta. Hata mkasa huo si mkasa. Adhabu. Huo ni nini? Adhabu. Na isitoshe hiyo adhabu au ndio wa mwisho, bali wadhafadia na Mwenyezi Mungu akawaletea viura. Akawaletea nini? Viura, frogs, gonyo. Unaona majeshi ya Mwenyezi Mungu? Unaona majeshi ya Mwenyezi Mungu? Haya yote ni vitu vinavyodharauliwa, ni vitu ambavyo ni vinyonge, vitu ambavyo haviogofi, lakini Mwenyezi Mungu amewaleta kwa watu wa asi kuwa ndio majeshi wake, kwa ndio majeshi wake. Amewaleta kwa watu wa Firauni, na Firauni aliwatumia nini? Adhafani ni hawa viura. Sheikh amesema jamu dhifdai, dhafadi viura wengi, hata malaat buyutahu, viura wamekuja wamejaa majumba ya watu wa Firauni, na Firauni mwenyewe viura vimejaa tele ndani viura. Malaat buyutahu, tena isitoshe wataabahum, viura vimejaa katika vyakula vyao. Wa idha takallama ahadun, na moja kati ya watu wa Firauni na hao jamii ya Firauni, mmoja idha takallama ahadun, mmoja wao akisema tu, akifungua mdomo, akifungua mdomo tu, idha takallama ahadun wasabat adhifdau ila fami, chura uruka akaingia ndani. Sisi watu wa Kalibani unajua kusema sana kwa Musa. Ukija na uchawi na yoyote hatutakuamini. Ala, kumbe ni wajuzi wa kusema ngoja chura atakuja. Sasa atakayetaka tu kusema kufungua kinywa tu, chura ingia. Kitabu inasema wa idha takallama ahadun, na mmoja wao akisema wathabati difdahu, anaruka anatupa chura ila fami, kuingia katika kinywa chake. Hii ni adhabu. Wakakaa kama mlo wao ni nini? Atakayetaka kula akugua mdomo tu, chura ataingia mwenyewe. Ama wakae nini? Wazibe mdomo, wasiseme kitu. Wazibe mdomo, wasiseme nini? Kitu. Unaona chura naye ni nani?
ni silaha, ni silaha yake Mwenyezi Mungu, ni silaha yake Mwenyezi Mungu. Tena isitoshe, miongoni mwa adhabu aliyowaletea Firauni na jamii jamaa zake watu wake, adhabu wa dama ya damu. Damu namna gani? Sarat miyahuhum daman, sarat miyahuhum daman, sarat miyahuhum daman, imekuwa maji yao ya Misri mzima imekuwa nini? Damu. Damu. Sarat miyahuhum daman, fungua mfereji, damu tu, kisima, damu tupu, damu tupu. Vita ndogo hiyo, Vita kubwa. Vita kubwa, vita ambayo suluhu yake ni jambo dogo kabisa, suluhisho lake ni jambo dogo kabisa. Ni nini? Astaghfirullah wa atubu ilayk, bas khalas. Suluhisho la hilo vita ya Mwenyezi Mungu, astaghfirullah wa atubu ilayk, na kuomba msamaha na nimerejea kwako ya Allah, na sitarudia tena katika kosa kama nilivyofanya. Khalas. Lakini mkaidi na mkorofi na mjabazi si rahisi kusema astaghfirullah. Mtu mjeuri si rahisi kusema astaghfirullah. Mtu mkaidi si kusema ya Allah toba, hawezi kusema toba. Mani mshera anatukazania hapa na sala yake, toba toba toba, tunataka toba. Mani mshera anatukazania, anatukazania au hatukazani? Amsikii kita kile katika sala anasema toba toba toba. Ameona nini? Anajua aliyoyaona, amefahamu anayoyafahamu katika hali zetu. Watu hawa kitakacho waokoa ni nini? Toba. Kitakacho waokoa ni toba. Ndio Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, enyi waja mlioamini imani kamili, tubu ila Allahi, rejeni kwa Mwenyezi Mungu kukuomba msamaha, kukuomba msamehewe, ifutwe makosa yenu, lakini tawbatan nasuha, tauba ya kweli kweli, toba madhubuti, toba ya sawasawa, si hiyo toba ya kimalimusheni ya kisalai. Hiyo toba ya malimusheni hiyo anatulazimisha kwa nini? Kwa nguvu au hamna habari? Hatutaki. Waone hata salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum, umesharuka safu 5 huko hivi. Unataka toba hiyo? Bado yuko kashahadu la ilaha illa Allah astaghfirullah. Unajua baada ya astaghfirullah itakuja toba. Leo hutaki toba. Unaona mashaka iliyoko. Tukumgai na mashaka foko. Watu kungai makarbatari tukumgai watu kumangai no. Tungaso watu kumangai. Tunaona hao hatuoni. Au tunasikia hatuoni. Hatusikii. Sasa tubu ila Allah tawbatan nasuha, fanyeni toba kwa Mwenyezi Mungu, rudini kwa Mwenyezi Mungu, marudio yaliyokuwa ya haki, marudio yaliyokuwa ya kweli, marudio yaliyokuwa yenye uthibitifu. Tubu ila Allah tawbatan nasuha. Sasa miongoni mwa adhabu iliyowafika watu wa Firauni na Firauni mwenyewe, kitu gani yao? Vinywaji vyao, maji yao yote yamekuwa nini? Damu. Hii ni life story, true history, solid history, concrete history, isiyovunjika. Toka ilipokuja yani namna hiyo, hata wakikusanyika, watakao kusanyika kutaka kukiondosha hayo,
hayaondesheki toka zama Qur'an ilipofika, inapigwa vita na wasio Waislamu na Waislamu na wanafiki na washirikina. yuriduna an yutfiu nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun wallahu mutimmu nurihi walau kariha almushrikun wallahu mutimmu nurihi walau kariha almunafiqun. Atatimiza mwangaza wake Mwenyezi Mungu. Hapo vinywaji vya hao watu wa Firauni na watu wake, vinywaji vimekuwa nini? Damu. Vimekuwa damu. Sarat miyahuhum dama fama yastaquna min birin, hawanywi kutoka katika kisima wala naharin, wala hawanywi kutoka katika mito, illa wajaduhu daman, ila unapata maji yote ni damu. Kisima damu, maji damu, mitevu maji, kila badi damu. Injinia wako watengeneza artificial water, watengeneza maji, lakini hiyo ni maji ya damu. Anasema Mwenyezi Mungu, ayatin mufassalatin, hayo yalikuwa ni alama iliyo waziwazi zikionyesha upweke wa Mwenyezi Mungu na uungu wa Mwenyezi Mungu na kudra ya Mwenyezi Mungu na nguvu ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Hayo yote yalikuwa yakionyesha nini? Upweke wa Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu, kudra ya Mwenyezi Mungu, irada ya Mwenyezi Mungu na kutaka kwa Mwenyezi Mungu na uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu huyu. Atakapotaka Mwenyezi Mungu chake, hana lake mwanadamu jambo. Atakapotaka Mwenyezi Mungu chake, hana lake mwanadamu huyo maficho. Atakapotaka lake Mwenyezi Mungu jambo, hana lake mwanadamu huyo makimbilio. Hana lake mwanadamu makimbilio. Ndio sababu nakimbia kwa shangazi, nikimbia kwa mjomba, nikimbia kwa kaka, hakuna. Kwa Mwenyezi Mungu hayo hapana. Ndio alisema Mwenyezi Mungu haya yote ameyalete kwa nini? Ayati alama. Anasema Mwenyezi Mungu damu nini? Chura au hawa dudu wa kutoboa mimea, nzige na tufani, hayo tumesema nimekuletea hiyo alama. Ya maneno anasema Mwenyezi Mungu na wale watu waliotangulia. Hapana, leo Mwenyezi Mungu anasema na mimi, leo Mwenyezi Mungu anasema na wewe, leo Mwenyezi Mungu anasema na sisi. Anasema hizo zote amesema Mwenyezi Mungu kwa ni alama. Ama tuletea tuifanyaje? Tena soma alama ndio sunu. Ama tuletea hizo alama tuizingatie. Ama tuletea hiyo alama tuifikirie. Ama tuletea hiyo alama tupate kuaidhika kwayo. Tukiwaidhika tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Tusipowaidhika tutakwenda kwa Ibilisi. Tukifika kwa Ibilisi basi tumechafika kwa shetani. Tumefika kwa shetani. Ayati asema Mwenyezi Mungu hizo zote nilizokuambia ni nini? Ayati ni alama mufassalati, zilizo wazi wazi, zenye upambanuzi, zilizo wazi wazi. Ilifaa kitu, tufani ilifaa kitu, nzige ilifaa kitu, hayo madudu yanayotoboa mimea ilifaa kitu, viura vilifaa kitu, damu ilifaa kitu, alama hizo zilifaa kitu. Sikia Mwenyezi Mungu fastakbaru. Hao watu bado walifanya nini? Ukiburi. Walifanya bado jeuri na Mwenyezi Mungu, walifanya kiburi na Mwenyezi Mungu. Wanafikiri mwanadamu ni mdogo naye. Mwanadamu si mdogo. Mwanadamu si laini kama unavyofikiri. Unapoona ngozi hii laini na nyama hii laini,
laini ya upumbazi, lakini kuna kanyama ndani ya kifua ya mwanadamu ngumu kama mawe, hata imeshinda mawe. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika au ashaddu qaswa, baada ya hayo yote nyoyo zenu zimekuwa ngumu, au nyoyo imekuwa ngumu zaidi kushinda hata mawe. Mawe inapasuka ikiwekewa baruti. Mawe inapasuka ikiwekewa nini? Baruti. Siku zile reli ikivunjwa hapa Makongeni, baruti ilikuwa ikipigwa kwa mawe inaruka mpaka hapa. Hapa baruti. Lakini mwanadamu atakitiwa baruti havunjiki. Moyo wa mwanadamu hiyo itiwe baruti, atapasuka. Na baruti ya mwanadamu ni Qur'ani. Baruti ya mwanadamu ni nini? Ni Qur'ani. Ikiwa Qur'ani haiwezi kukurejesha kwa Mwenyezi Mungu, haiwezi kukuleta kwa Mwenyezi Mungu, haiwezi kukurudisha katika ukweli, haiwezi kukurudisha katika haki, basi umekataa kupasuka. Qasat qulubukum min ba'di wa hiya ashaddu qaswa, tena nyoyo zimekuwa ngumu zaidi kuliko nyoyo za kawaida. Aya ndio Mwenyezi Mungu fastakbaru. Bado hawa watu miujiza, aya, alamati zote zimewafikia, bado wao nini? Fastakbaru, wafanya ujeuri kwa Mwenyezi Mungu, wafanya kiburi kwa Mwenyezi Mungu. Wakanu qauman mujrimin, na wamekuwa wao kundi la watu wabaya. Mujrim, mtu mbaya mwenye kazi yake kuchuma madhambi. Mujrim mbaya, mchuma madhambi, mbaya, mchuma madhambi. Wakawa watu hao. Na kila atakayekataa kufuata nini? Amri ya Mwenyezi Mungu, atakayekataa kufuata miongozo ya Mwenyezi Mungu, atakayekataa kufuata ujumbe wa Mwenyezi Mungu, atakuwa mjrim. Atakuwa nini? Mujrim. Kwa kuwa atakuwa ni mateka ya nafsi yake. Atakuwa ni nini? Mateka ya nafsi yake. Ni aibu muungwana kuwa mateka ya nafsi. Aibu muungwana kuwa nini? Mateka ya nafsi. Juzi ile jana sujili zikia ukamwa akisema nini? Wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa inhuma mahataka nusha fatahbi. Mulikuwa wako alipokuwa akisoma hiyo, mulikuwa wako au mimi peke yangu nilikuwa hapo misikitini nilisikia hivyo. Wa khalifin nafsa, daima wewe mwanadamu ende kinyume na nafsi yako. Wa shaitana, na daima wewe mwanadamu nenda kinyume na shaitani. Viwili hivyo usiwafanye kuwa marafiki wako. Nini na nini? Nafsi na shaitani. Wewe najua kama wewe una duplicate. Kuna wewe original na wewe duplicate. Wewe original usifuate wewe duplicate. Sawa. Khalif an-nafsa wa shaitan. Khalif nafsi, nenda kinyume na nafsi yako na shaitani. Usiendekeze nafsi. Kile kinachopenda nafsi ndio, kile kinachotaka shaitani unasema ndio, kile kinachotaka ibilisi unasema ndio. Nenda kinyume na wasima, asi nafsi yako na shaitani usiwafuate. Wa inhuma mahadaka nusaha fatahimi, na shaitani na nafsi yako wakikutakasia nasiha, wakikutakasia mawaidha zao, iwekee shaka. Ewe nafsi, wewe wataka kunipeleka wapi? Ewe ibilisi, wewe wataka kunipeleka wapi? Sasa ikiwa wewe utajiwekea shaka, je, mwenzio sio kabisa utamwekea shaka? Akwambia anataka kunipeleka wapi huyo? Anataka kunisukuma wapi huyo? Hayo maneno hiyo juzi hapa kamwa nituambia hapa juzi, lakini kwa masikitiko makubwa nilikuwa hapa mimi peke yangu. Hamkuweko? Niko peke hapa. Nilisema hiyo maneno.
Basi fastakbaru wakanu kama mujrimina, na wakawa wao kundi la watu wabaya waovu. Walamma waqa alayhim ar-rijz qalu ya Musa ud'u lana rabbak bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Mwanadamu huyu hatengenei ila kwa dhiki. Mwanadamu huyu hatengenei ila kwa tabu. Mwanadamu huyu hatengenei ila kwa mashaka. Ikitakiwa mwanadamu atengenee pasina mashaka, hawezi kutengenea. Anakula vizuri mwanadamu, anakunywa vizuri mwanadamu, anazunguka vizuri mwanadamu, anavaa vizuri mwanadamu, afya yake vizuri mwanadamu. Mwanadamu huyu mwambie kweli, hata tengenea, hatakubali. Hatakubali. Sasa hebu sikia. Anasema Mwenyezi Mungu, walamma waqa alayhim rijzu, na ilipo anguka juu yao watu wa Firaun na Firaun imeangukia nini? Arrijzu, adhabu. Ilipotuka adhabu juu yao, adhabu Mwenyezi Mungu ilipofika juu yao, umeona kina damu na kina vyura na kina nini na kina nini, wameona ilipofika juu yao, qali, walisema ya Musa. Unaona sasa wanarudi kwenye nini? Kwenye haki. Pale walipokuwa hayo hayapo, hawamkumbuki Musa ni nani. Lakini sasa wanasema ya Musa, ewe Musa, ud'u lana rabbaka, ud'u lana rabbaka, utuombee Mola wako. Ud'u lana rabbaka, utuombee wewe Mola wako. Bima ahida inda, kwa yale aliyokuahidi. Kukupa utume kwa yale aliyokuahidi, muombe Mwenyezi Mungu. Ni muombe Mwenyezi Mungu, amwombe Mwenyezi Mungu ni Musa nini? Wanataka nini? La in kashafta anna rijza, wanamwambia Musa, la in kashafta anna rijza, ukiondoshea hiyo adhabu tuliyomo ndani yake. Unaona sasa mwanadamu lazima apate taabu ndio atarudi. Apate shida ndio atarudi. Sasa la in kashafta anna rijza, ukiondoshea hiyo adhabu tuliyomo ndani yake, adhabu ya nini? Ya vyura, nzige, damu, nini na nini, hayo yote ukiondoshea, lanu'minanna laka, tutakuamini. Unajua kule nyuma alisemaje? Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin, chochote kile utakachokuja nacho miongoni mwa alama na aya na miujiza hatutakuamini, ili uturoge nayo hatutakuamini. Sasa pale waliposema vile walikuwa wameshiba. Walikuwa namna gani? Wameshiba. Afya nzuri, hali nzuri, njaa hapana, kiu hapana, taabu hapana, dhiki hapana. Lakini sasa tufani imekuja, nzige imekuja, yule dudu amekuja wa kutoboa mbegu, vyura wamekuja, damu imekuja. Unaniyo main source kinachomshika mwanadamu katika life ndio imetumiwa jeshi, ndio imetumiwa nini? Jeshi na Mwenyezi Mungu. Sasa ndio wanasema qalu ya Musa, ewe Musa, ud'u lana rabbaka, ututie Mola wako, bima ahida inda, kwa kila alichokiahidi nawe miongoni mwa utume
na kwa yale aliyokuambia utuombe. La in kashafta anna rijza, ukituondoshea sisi adhabu, la nu'minanna laka, tutakuamini. Sasa maana yake nini? Tumesarenda. Tume nini? Sarenda. Sasa mwanadamu yote akitakiwa asarende afanyweje? Adhibiwe. Mwanadamu akiadhibiwa khalas, wani tu ukucha wako ukiuma kidogo, yalla yalla yalla, utadia utamwita Mwenyezi Mungu sana. Lakini wewe na shilingi 10 mfukoni unayo, unaona bega moja utoweka. Hata umjui kama Mwenyezi Mungu yuko. Umjui nani? Kama Mwenyezi Mungu yuko atakuwa Mwenyezi anakutaka uende ukashukuru hiyo shilingi 10. Na shukrani ya shilingi 10 ni kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mwambie thank you very much sir, Lord. Sawa? Sasa umesema tu ukituondeshea adhabu hii tutakuamini. Tena isitoshe, wala nursilanna ma'aka bani Israil, na tutatuma wana wa Israeli pamoja na wewe popote pale unakotaka kwenda na wao. Yani tutawaacha huru, tutawapa uhuru wana wa Israeli. Mtume Musa alipofika alimwambia farsil ma'a bani Israil, alimwambia Firauni namna hiyo, akataa. Sasa hapa sisi tutawaacha wana wa Israeli waende nao. Baada ya taabu na dhiki hayo tutafanyaje? Tutawaacha wana Israeli uende nao. Ikiwa yao ndio taabu na hao ndio shida yetu, basi hapana, tutawaacha wao uende nao. Musa mtume wa Mwenyezi Mungu hana kinyongo. Musa mtume wa Mwenyezi Mungu hana fundo. Musa mtume wa Mwenyezi Mungu hana husda. Musa mtume wa Mwenyezi Mungu hana nini? Hana maovu katika moyo, hana alichokifunga katika moyo. Musa kamkabili Mwenyezi Mungu, waja wamerudi Allah, waoneshe taabu na dhiki na shida na nini na nini. Mwenyezi Mungu akakubali. Amekubali Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu anajua hali ya wanadamu. Amekubali Mwenyezi Mungu, ila hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anajua hali ya wanadamu. Naye Musa ataona la ajabu hapa. Abu Musa